Katika video hii nitakwenda kuonyesha namna ya kuweza kudesign simple birthday poster kama unaweza kuiona hapo kwenye screen yako, na ni mtu ambaye amecomment. Ndio maana nakwambia kwamba comment yako ni ya muhimu sana kwangu. Kwa hiyo ni mtu amecomment na amehitaji niweze kudesign kitu kama hichi ili kusudi niweze kujifunza. Kwa hiyo nimeamua kutoa simple design ya birthday poster kama hiyo inaonekana hapo. Kwa hiyo fuatana na mimi nikuelekeze hatua kwa hatua ni kwenye jinsi gani tunaweza tukaidesign mwanzo mwisho kama nilivyofanya hapo. Kwa hatua ya kwanza kabisa nitakuja hapa kwenye file, alafu nitasema new file au control N kama kawaida. Kwa hiyo cha kwanza kabisa nitafikiria kwamba hii poster ambayo natengeneza na kwenda kuiposti wapi, kama ni WhatsApp status, kama ni Insta story, kama ni FB hivyo. Kwa hiyo lazima ufikirie vipimo. Mimi hapa nataka nikaposti WhatsApp status. Kwa hiyo nitatumia 1080 kwa 1080 pixel ambayo hii inakuwa ni square. Kwa hapa nitaandika birthday poster kama hivyo. Nimekosea, sijali, birthday poster. Lakini hapa width inakuwa 1080 pixel, height 1080 pixel, resolution hiyo hapo, alafu nitasema create. Kwa kitatokea kitu kama hiki. Kwa hiyo kabla ya yote kabisa nitakwenda kudesign au kuandaa background yako. Nitakuja hapa, right click, nitasema rectangle tool, then nitachora hapa kufitisha hii workspace yetu hapa. Then baada ya hapo nitakuja hapa kwenye appearance, nitasema fill, then nitakuja kwenye alama ya gradient hapa, nita click, itatokea hivi. Kwa baada ya hapo hapa kwenye linear nitaweka radial. Alafu hapa nita double click hivi kuweza kutafuta rangi hapa. Kwa rangi ambayo nitumia hapa nitaandika color code zake hapa ni 9966 alafu 33. Kwa hiyo inakuwa hivi. Alafu hapa double click pia kwenye hapa color code zake nitaandika ni 66 3333. Kwa hiyo color code zake ni hizi. Kwa tapiga okay, then nitakuja kwenye move tool. Kwa unaweza kuona kama ni background ambayo nimeshaiandaa simple kabisa. Kinachofuatia hapa ni kuja nikaongeza material mengine. Kwa nitasema file, place linked. Kisha nitakuja kuangalia pale ambapo nimeweka material yangu. Kwa nitachukua hii background kama hii, kama hapo. Kwa hiyo baada ya hapo nitakuja kuimultiply hapa. Nitamaliza multiply, alafu hapa kwenye opacity kidogo nitashusha mpaka kwenye 72 kama hivi. Kwa kama unaweza kuona hapo. Then baada ya hapo nilikuja nikaweka material mengine hapo, kitu kama hiki. Kama hiki afuta tafitisha hapa pote. Ni simple tu kutengeneza birthday poster kama hivi. Alafu nitarudi hapo tena kwenye normal, nitasema screen hapo, alafu nitapunguza opacity kabisa mpaka hapo kwenye kama 12 hivi hapa au 10 hapo. Kwa unaweza kuwa nikizima kiwasha na kuwa hivyo. Kwa baada ya hapo nilikuja nikamweka mtu wangu hapa. Kama huyo nitamchukua nitamleta hapa. Kama hivi. Nitamweka hapa. Kama hivyo. Kwa hiyo kuna vitu vya kuweza kuongezea. Kwa mfano labda umechukua picha yako alafu unaiona kama haina quality. Kwa mfano kama mimi hii niliedit, kwa nilichokuja hapa ukifanya ni kuja hapa kwenye filter nikasema camera raw filter. Kwa hiyo utakuwa una adjust kwenye hizi presets ambazo zitapop hapa. Hizi preset. Kwa hiyo utakuja hapa kwenye basics, uta-adjust kama ni saturation. Kwa unaweza kuona nikiongeza, nikishusha, kwa unaweza ukaona kama hivyo. Kwa hakikisha unaibalance kupatia matokeo yale ambayo unahitaji. Lakini pia kwenye
vibrance hapo. Kwa utaseti kama ni exposure, whites, blacks, utaseti hapo. Lakini pia kwenye detail hapo unaweza ukaja ukasema sharpen, lakini pia noise reduction uka adjust hizi. Kwa mimi sita adjust kwa sababu tayari nimekwisha kuifanyia correction. Nita cancel tu hapo. Kwa hiyo ni huyu, then nita duplicate, control alt, nitamsogeza hapa pembeni hivi, then huku hii copy nitaishusha chini ya hii original, kwa atakuwa nyuma hapa. Nataka nimgeuze angalie upande wa pili, kwa nitakuja edit, nitasema transform, then flip horizontal, kwa hiyo atageuka kuangalia huku. Kwa hiyo baada ya hapo pia nitashusha opacity hapa mpaka maybe kwenye 50 hapo. Alafu baada hapo nitakuja filter, blur, alafu Gaussian blur kama hivi. Kwa hapo kwenye 5.4 hapo inatosha. Au naweza nika adjust kidogo 7.2. Alafu nikasema okay. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba nimeshaandaa tayari material yangu na kuna kitu tayari kimeshaanza kuja. Kwa kitu cha mwisho nje kukifanya hapo kuja kuandaa ni kuja nikaweka hizi nakshi hapa. Hizi hapa juu. Nika scale kabisa hapa. Kaweka tu hivi. Kuzipata hizi mtandaoni unaandika falling golden particles. Falling golden particles. Yani PNG. Unaweza kaingia PNG wing na ukazi download. Then utarudi hapa filter, blur, alafu Gaussian blur. Kuna yenye nitazipiga blur kama hivi, alafu blur yake nitaipunguza kidogo iwe 4.6 alafu tutasema okay. Kwa hiyo unaweza kuona nakshi ambayo nimeiweka hapo. Kwa mpaka hapo unakuwa tayari umeshamaliza kuweza kuandaa material yako. Kinachobakia tu ni kuweza kuandika maneno. Kwa hapa nitaandika tu, nitatumia font moja hapa inaitwa The Great Wall. Hii inapatikana Google. Kwa nitaandika tu happy kama hivi, lakini rangi nita change ili kusudi iweze kuendana na rangi ya poster yetu. Kwa hiyo kisha kwenye rangi inakuwa vizuri sana. Kama hivi. Kwa hapa nitaandika happy, then nita control alt kuduplicate hapa, nitaandika birthday. Neno birthday nitaandika hapo. Kama hivyo. Kwa hiyo tutakuja kuyasogeza kidogo huko ya maneno mpaka hapa, alafu huyo nitamtwist kidogo tu hapa. Pia maneno nitashikanisha, alafu sogeze juu kidogo hapo. Kwa hiyo itakuwa hivi. Alafu sasa utakuja kuandika maneno yako hapo. Kwa mimi nitacopy tu haya maneno ambayo nilikuwa nimeandika hapo. Nitaya paste hapa. Kama kwa utatafuta maneno ambayo utahitaji kumwandikia mteja wako. Kwa mimi nimeandika sample. Then baada ya hapo utakuja kuandika jina la mtu hapo chini, labda Miss Lisia. Ni mfano jamani, kwa alafu nitaweka fonti fulani hivi kwa sababu ya mambo yanahitaji nakshi sana, so tabadilisha pia color yake, nitaweka hiyo hapo, alafu nitakuja kuweka hapo. Kwa unaweza kuona kitu ambacho tumekipata. Kwa cha mwisho kabisa hapo ni kuweza kumwandikia tarehe ya kwake ya kuzaliwa. Kwa taandika tu hapa, shika shift kuweka perfect cycle kama hivi. Then cycle double click hapa, alafu utafill hii rangi yako. Utakuja hapa FX, alafu stroke nitaweka ya rangi hiyo ya njano.
Yep, kwa size utaweka 5, lakini pia position hakikisha ipo inside normal, for past iko 100. Hapa color mode umeweka hiyo njano, alafu piga okay. Baada ya hapo njoo tena FX, alafu bevels and emboss hapo, then unakuja kuseti preset zako, kwa mfano kama hivi unaweza kuona hapo. Kwa hiyo tutacheza nayo kidogo hii. Unaweza kuona mpaka hapo. Kwa hiyo utakuja sasa kuandika tarehe hapa. Hapa kuna maandiko yanaitwa Bebas New. Kwa nitatumia huu, utaandika 21st. Lakini 21st utasikia chini, utaileta hapa. Yep. Alafu uta duplicate, Control Alt, kisha upiga tiki, alafu Control Alt, alafu vuta chini hapo, andika labda Januari kama hivi. Ni mfano tu. Yep, kwa alafu itaskeli kidogo ilingane na neno la juu. Then tushika control kwenye layer kuziunganisha hizi, alafu utasogeza hapo, utazipunguza hivi. Kwa unakuwa umemaliza kwa kutumia rangi chache tu kama hivyo. Kwa unakuwa umemaliza. Kwa hiyo ni jinsi ya kuweza kudesign simple poster ya birthday. Na cha msingi kabisa ni kuzingatia usafi wa kazi, lakini pia color au rangi ambazo utakazotumia ziwe zina match na nguo ambazo amevaa huyo mtu, kwa sababu inakuwa inaleta picha nzuri. Lakini pia mambo yameandikwa au typography hakikisha yako vizuri. Na huo ndio mwisho tulio hii. Basi kama imekusaidia kusubscribe, kulike, lakini pia kushare na kucomment. Tukutane wakati mwingine.